Naam mtazamaji, kama unavyojua bwana, ni kwamba Wema Sepetu kwa sasa hivi anapitia wakati mgumu mno katika maisha yake. Kama unavyoelewa ni kwamba mbwa wake ambaye anafahamika kwa jina la Manunu amefariki dunia, na of course Juma Lokole ameelezea kitu ambacho kimepelekea kifo cha Manunu, na ameelezea kiundani sana kwamba sababu ya Manunu kufariki ni nini. Ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimewaacha watu wengi sana heartbroken. Kama unavyoelewa kwamba Manunu ndiye alikuwa mfariji wa Wema Sepetu. Kwani ni kwa muda mrefu sana Manunu bwana alikuwa ndiye, unajua kwamba Wema alikuwa anapitia changamoto ya uzazi, alikuwa hajawahi kupata mtoto. Sasa Manunu ndio alikuwa, yani Wema alikuwa anamlea Manunu kama mtoto wake. Yani kwa kifupi ni kwamba Manunu ndiye alikuwa anaziba pengo la upweke ambao Wema alikuwa anajisikia kipindi chote ambacho alikuwa hajapata mtoto, na watu walikuwa wakimwandama huko mitandaoni. Sasa at the end of the day, baada ya yote hayo kutokea bwana, kitu ambacho tumekuja kukiona huko mitandaoni bwana ni kwamba Wema of course nafahamu kwamba amepata ujauzito na sasa hivi hapa bwana ni mjamzito, lakini kwa kipindi hiki ndicho kipindi ambacho pia Manunu amefariki. Kwa hiyo wadau wanaona kama vile labda Mungu ana sababu zake za kufanya matukio kama hivi yafuatane au yatokee, kutokana na kwamba tayari Manunu alikuwa amekava ile nafasi ya kumfariji Wema kipindi ni mpweke, hana mtoto. Sasa hivi Wema anaelekea kupata mtoto, Manunu ameondolewa. Yani ameondolewa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Umeona bwana. Kwa hiyo wadau wanasema kwamba kila kitu kimetokea kwa sababu maalum. Na kwa mujibu wa Juma Lokole, mmoja kati ya watu wa karibu kabisa wa Wema Sepetu, Juma ameelezea chanzo cha kifo cha Manunu ilikuwa ni kwamba Manunu alikuwa ni mjamzito, alikuwa ni ana mimba. Sasa kipindi Manunu anakaribia kujifungua alikuwa anatakiwa kupush, lakini swala la kupushi bwana kwa Manunu imekuwa ni mtihani. Alikuwa hawezi kupushi, jambo ambalo limepelekea Manunu kupoteza maisha. Yani Manunu alikuwa hawezi kupushi, na hicho ndicho kikapelekea Manunu kupoteza maisha. Na tumekutana na baadhi ya videos ambazo zikiwa zinamuonyesha Wema Sepetu kipindi ambacho akishuhudia kifo cha mbwa wake. Kiukweli zinasikitisha sana. Wema anaonekana kwamba alikuwa anapitia wakati mgumu sana, alikuwa akilia sio kawaida baada ya kuona kwamba mbwa wake hapumui tena, yani amefariki. Na ni moja kati ya videos ambazo kiukweli zimesikitisha watu wengi mno. So kupitia page mbalimbali tumekutana na hizo video zikiwa zinamuonyesha Wema Sepetu bwana akiwa analia baada ya mbwa wake kufariki. Nataka hapa umsikilize japo kwa ufupi tu. We crafted for 10 gold. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba kifo cha Manunu chamliza Wema Sepetu, alafu hapa chini akasema kwamba Wema anamlilia mbwa wake aliyekuwa anaitwa Manunu ambaye amefariki baada ya kudumu naye kwa muda wa miaka 6. Yani huyu Wema Sepetu amekuwa akiishi na Manunu takribani miaka 6. Lakini pia vile kupitia ukurasa wake wa Instagram pamoja na ukurasa wake wa Snapchat, Wema ameweka ujumbe kuhusiana na kifo cha mbwa wake. Wema Sepetu ameandika kwamba rest in peace Manunu, rest in peace Manunu wangu, it's so painful, walai 6 years with you have been amazing. Akiwa anamaanisha kwamba Mungu akulaze, roho yako ilale mahali pema peponi Manunu, hii inaniumiza sana, tumeishi takriban miaka 6 kwa furaha.
Wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiki ambacho amekiposti Wema Sepetu. Kwa mfano hapa kuna mtu ameandika RIP Manunu, kwa sababu bwana, hivi mtu anawezaje kulia huku anajirekodi Tanzania jamani? Hapana. Kuna mdau mwingine hapa pia amekuja ameandika kwamba ameandika kwamba mtume kuna muujiza huku. So mdau mwingine hapa amekuja na yeye pia ameandika kwamba bwana, sisi pia mbwa wetu tulikula wenyewe. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu ameandika kwamba kama ni miaka 6 lazima alie, kwani alishamzoea. Kuna wadau wengine hapa pia wamekuja wameweka comment zao, ambapo ukizisoma unaweza ukacheka. Kwa mfano kuna mtu hapa anaitwa Shami Used Electronics anasema kwamba marehemu aliugua au ilikuwaje jamani, mbona mimi najisikia huruma. Kwa mtu sababu bwana, huo msiba uko wapi? Maana ndo mtoto wake wa pekee huyo, alikuwa anampenda kweli maskini. Kwa mwingine sababu bwana, sasa bila gloves inakuwaje anamshika wakati mbwa mwenyewe ameisha tangulia. Mwingine sababu bwana, Mungu atampa mtoto asijali. Kuna mtu sababu bwana, nahisi siku mbwa wakifa nitalia hivi, si kweli. Kuna mwingine amejiuliza hivyo. Mwingine sababu bwana, unashindwa kulia watu okay. Haya, kwa sababu kwamba bwana Manunu atakuwa ndio alikuwa anamfunga Wema asizae, afadhali sasa ameenda. Kuna mtu amekuja ameandika hivyo. So of course kila mtu bwana amekuja kuandika comment yake kuhusiana na kifo cha Manunu na jinsi ambavyo walivyoona kilivyomgusa Wema Sepetu ambaye ndiye mmiliki wa mbwa huyo kwa miaka yote hii. Kama unavyoelewa kwamba Manunu bwana alikuwa ni star kama the way ambavyo Wema mwenyewe alivyokuwa star bwana, Manunu pia ni the same. Maana kama unakumbuka vizuri bwana, mpaka kwenye baadhi ya red carpet tulikuwa tukimuona Manunu naye pia akiwa anaenda na Wema Sepetu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kiukweli wagusa wengi kuona Manunu amefariki. Na hata katika baadhi ya shughuli unakuta mtu kama akiwa na shughuli yake basi akiwa na posti watu ambao amewaalika au ma celebrity ambao amewaalika, ataposti ma celebrity, lakini pia anamposti na Manunu pia kwamba ni moja kati ya celebrities ambao wanakuwa wamealikwa katika shughuli hiyo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Manunu ameisha fariki, lakini of course tunajua kwamba Wema ana mbwa mwingine. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.